ni aseme maneno machache ya Imam Shafi Muhammad bin Idrisa rahimahullah. Lakini kabla sijayasema maneno ambayo nimetangulia nayo, niseme huyu imamu huyu Muhammad ibn Idrisa ni nani? Tukimfahamu kisha tuseme maneno yake. Huyu ni nani? Hata katibu wetu alimtaja, katibu wa mkoa alimtaja, lakini ni nani huyu? Huyu ni yule ambaye alipofikisha umri wa miaka 7 tayari alikwisha kuhifadhi Qur'ani yote kichwani kwake. Umri wa miaka 7 tayari alikwisha kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chote, sio kuangalia kwa kitabu, yani tayari kiko akilini mwake chote amekizungukia. Alipofikisha umri wa miaka 10 alishahifadhi tayari kitabu cha Imam Malik, moto ya Imam Malik. Huyu ndio Muhammad ibn Idrisa. Huyu miongoni mwa manakibu zake, yeye alizisoma elimu za Qur'ani. Ninaposema elimu za Qur'ani maana ulumul Qur'an, alikusha kuisoma elimu ya Qur'ani. Qur'ani ina elimu nyingi, mle ndani kuna kutafsiri Qur'ani hiyo, ina qiraa namna waliokuwa wanapita vijana wetu viraa vile. Lakini Qur'ani hiyo ina sura ngapi? Yeye alikushafahamu elimu kama hizo. Ina aya ngapi? Ni ngapi zilishuka Madina? Ni ngapi zilishuka Maka? Lakini ni aya ngapi zilishuka akiwa safarini nje ya Maka au nje ya Madina? Yeye elimu hizi alikuwa anafahamu. Aya ni ngapi, sura ni ngapi, na zote elimu za Qur'ani alishakuzibeba katika kichwa chake. Huyu mwenye sifa hizi ndiye ambaye nimekusudia niseme maneno yake kwa uchache. Lakini pia alikisha kusoma elimu za hadithi, elimu za hadithi zote, usahihi wa hadithi, udhaifu wa hadithi, ni hadithi gani hii, imepokewa na nani, ni mutawatira na hivi hadithi zote, yani ile ulumul hadithi zote alikisha kuzibeba kichwani mwake. Lakini si hayo tu, elimu maneno ya masahaba aliyabeba yote na athari zao. Lakini ikhtilafu za wanawazuoni yeye alikishasoma ikhtilafu zao zote, kitu ambacho si wengi ambao wanaweza kubeba yote hayo kwa wakati mmoja. Huyo ndio ambaye nimekusudia niseme maneno yake kwa uchache. Kwa nini ni aseme? Kwa sababu anabezwa. Wakati mwingine watu wanasema Imam Shafi ni mtu tu, ni wa kawaida tu. Imam Shafi huyu ni yupi? Ndio yule man takallama, ndio yule wa kwanza au wa kwanza aliyezungumza elimu ya usulul fiqh. Imam Shafi. Imam Shafi huyu ni yupi? Amesoma kwa mashekhe wengi, lakini niseme mmoja. Alipokuwa akisoma mmoja katika hao mashekhe zake aliyosoma, likija suala la tafsiri ya Qur'ani, yule shekhe akigeuka hivi akimuona Imam Shafi, anawaambia wale waliotaka tafsiri, anawaambia saluhu, muulizeni yeye Imam Shafi. Imam Shafi umri wake ametengeneza vitabu vikazidi zaidi ya umri wake, kuliko umri wake, vitabu vikiwa vingi zaidi kuliko umri wake. Huyu kwa uchache manakibu yake, kwa uchache, si yote, ni haya. Sasa niseme maneno yake aliyoyasema ili tufahamu hayo yanasema aliyoyasema ni nani. Ni huyu ambaye nimeeleza baadhi tu ya sifa zake. Anasema innal faqiha
huwa al-faqihu bifi'lihi, laysa al-faqihu binutqihi wa maqalihi. Hakika mwanazuoni ni mwanazuoni kwa vitendo vyake. Hakika mwanazuoni huwa ni mwanazuoni kwa vitendo vyake, si mwanazuoni kwa maneno yake, matamshi yake na kwa maneno yake. Angalia mwanachuoni huyu aliyozungumza, sio ile ya kusema. Kuna baadhi wanaweza kusema msifuate maneno yangu, msifuate vitendo vyangu, fuateni maneno yangu, kitu ambacho sivyo. Anakataa Imam Shafi hapa, innal faqiha huwa al-faqihu bifi'lihi. Hakika mwanazuoni ni mwanazuoni kwa vitendo vyake, si kwa maneno yake. Laisa al-faqihu, sio faqihu, sio mwanazuoni biqawli binutqihi, kwa matamshi yake, wa maqalihi, kwa maneno yake na matamshi yake. Hapa anasimama mtu anakataza pombe ni haramu, pombe ni haramu, yeye anaonekana kwenye pombe, inapingana na maneno haya. Ndio yule mwanatasawufi anasema al-lisanu al-hali afsahu min lisani al-maqal. Lugha inaendana na kitendo, ulimi unaendana, maneno yale yakaendana na vitendo, ni afsaha zaidi kuliko maneno tu bila vitendo. Kwa mwanazuoni awe ni mwanazuoni kwa vitendo, si mwanazuoni wa maneno. Lakini hakuishia hapa, anasema kada tara raisu, na amekuwa kiongozi, yani na kiongozi huwa raisu bikhuluqihi, ni kiongozi kwa vitendo vyake, kwa vitendo vyake, kile kitendo chake vile anavyokwenda. Maana kiongozi ndio kioo cha watu wanajipima kwake, yeye anakwendaje, yeye anafanyaje. Kiongozi laisa raisu biqaumihi wa rijalihi, si kiongozi kwa sababu ya watu wake, kundi lake, na kwa sababu ya watu wake. Kiongozi kwanza aiongoze nafsi yake yeye kama yeye, tabia yake yeye kama yeye, alafu watu muige sasa, watu mfuate yeye sasa. Tunaacha huko na sisi tuseme yetu. Haya si mu'min au innal mu'mina, hakika mu'min huwa al-mu'min, yeye ni mu'min pale ambapo vitendo vyake na kule kuamini kwake vinaendana, kama alivyosema Mtume Muhammad. Mu'min wa kweli ni yule ambaye kwamba waumini wenzake wanasalimika na vitimbi vyake. Na Muislamu hivyo hakuwezi kuwa ni Muislamu bali mpaka Waislamu wasalimike, hawapati madhara ya ulimi wake, hawapati madhara ya mikono yake. So kama hivi tulivyojaa, mashallah, alhamdulillah. Ikiwa yuko mtu mmoja kati yetu sisi hapa, yeye anasema anampenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kila alichokuja nacho Mtume kama swala, yeye haswali, huyo si kweli, anadai madai ya uongo, si mpenzi wa Mtume kikweli. Hayo madai yake sio ya sawa sawa. Sio mimi ninasema, ni al-Imam Shafi. Imam Shafi'i ni yule anafanana na Mtume katika baadhi ya mambo. Kwanza yeye anaitwa Muhammad bin Idrisa na Mtume wetu anaitwa Muhammad bin Abdullah. Lakini pia alihama, anafanana na Mtume kuhama. Alihama kutoka Maka kwenda Iraq. Huyu
Sasa wao ndio wanasema hawezi kuwa mtu ni muumini, hawezi kuwa ni mwanafikri, mwana wa chuoni mpaka kwa vitendo vyake. Sasa wewe bwana huwezi kuwa ni muumini, huwezi kuwa ni mpenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka vitendo vyako viendane na yale mapenzi ya kumpenda kweli Mtume Muhammad. Hadharuna tusio tunajaa kwenye maulidi tu, lakini misikitini hatupo. Halafu unajifikiria nini ndugu yangu Muislamu? Wewe fikiria mwenyewe. Yaani maulidini tu. Halafu kukiadhiniwa kila ni kingine sicho alichokuja nacho huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbona ndio hichi? Mbona unaonekana kwenye kamari? Mbona Mtume huyu unayempenda mbona kakataza? Mbona unaonekana kwenye kona na Mtume hayataki? Tupilieni Waislamu katika limoja, katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusifuate hatua za shaitani. Tukimfuata huyo shaitani hupeleka kundi lake katika maangamivu. Tusio kundi la shaitani. Kwa kumalizia, kwa sababu wenyewe wapo na tuna hamu ya kuwasikiliza, nimalizie kwa kusema ndugu zangu, umoja huu. Siku moja shekhe wa mkoa tulikuwa naye kule kwetu Majengo kwa Ustadhi Kinoji, akasema vile kasoro ndio ule taasisi. Huyo Moshi naye hivyo kwamba ndio taasisi yao. Hii inatochelewesha. Sisi ni kitu kimoja, ni watu wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuweni pamoja bila kujali huyu kasomea wapi. Mbona kwenye kuja kwenye hadhara hii hatukuja kupitia njia moja? Kuna waliotoka Babati, wametoka magharibi ndio wakaja huko. Sisi tuliotoka huko tumetoka huko. Kuna waliotoka huko. Lengo kuja kwenye uwanja huu mmoja. Yule kwenda kusomea kule, yule kusomea kule, yote hayo ni kutafuta Mungu. Na letu ni moja tu, ni kumtafuta Mwenyezi Mungu tumpate, alafu tumfuate vile anavyotaka.